Engineer Said ameingia kwenye kosa la kuingia ambapo anakataza kwenye kanuni ya 1750 inakataza viongozi kuingia kwenye pitch. Yani kwa vyovyote vile. Kwa nini wao wanaingiaga viongozi wetu? Sasa sijajua kwa nini aliingia. Aliona kabisa sio watu wameshindwa kumanage na JDR. Swali langu naye hauna kunusukusa kisha kuni. Tayari kosa ishafanyika nimekwambia. Kwa nini viongozi wetu wao wanaingia? Baki ni wote. Inawezekana tunaenda kwa wote. Inawezekana. Kutoka hiyo inabidi tuanze upya. Inawezekana hiyo kanuni hawaijui. Hadi kwenye bench. Inawezekana hiyo kanuni imejificha sana hawaijui. Kwa sababu hiyo ishafanyaga mara ya pili. Engineer Said nakumbuka, sole kwa kuzungumza hivi lakini kwa sababu tuko kwenye mic tuweke ukweli ili watu wengine pia wajifunze. Kipindi Yanga wanacheza na Singida Black Stars. Ule mchezo wa malalamiko kama mnaokumbuka ule. Aliingia kwenye pitch anazungumza na wachezaji. Umeelewa? Wa timu pinzani na wengine alikuwa anazungumza nao. Tukasema pale ilikuwa ni kosa, hakustahili kuwepo pale kwa sababu ni kiongozi, na kanuni ya 1750 inasema viongozi wote ambao hawaruhusiwi kuwepo uwanjani hawatakiwi kwa muda wa mchezo. Na muda wa mchezo sio pale filimbi ya mwisho inapopulizwa, kuna dakika zaidi ya 15 pale. Ndio yaani uwanja unakabidhiwa kwa mwenyewe. Baada ya dakika 90. Baada ya dakika 90 uwanja unakabidhiwa kwa mwenyewe. Umeelewa? Ndio uwanja unakabidhiwa kwa mwenyewe lakini yeye aingia mle ndani. Sasa unaweza kujiuliza, je, Engineer Said aliona waliopo pale hawezi kumanage JDR mpaka ashuke mwenyewe? Kwa sababu yani hiyo Diara ana adhabu yake ya kwenda kushurutisha. Lakini wewe uliyeshurutishwa na haukutoa kadi, wewe pia unao na kosa lako. Kwa wote hao wawili watajadiliwa. Tutapewa matokeo. Ila alicheza foul, si ndio? Ni mchezaji ambaye anatakiwa awe nyuma, sio mbele. Jamaa alikuwa salama mbele. Foul haiwezi kuitwa kuwa ni foul kama mchezaji alikuwa mbele. Ndio na movement ya kiwiko, unajua kamgusa au vipi? Yule jamaa hajatumia chochote. Unajua concentration ya JDR goli ni kwa mchezaji, alikuwa kwa nani kwenye mpira, ndio maana akafungwa na mpira ipita juu yake. Sababu goli la Diara mawili matatu yangetokea hayo bwana wewe. Sasa kwenye Sports Knockout hivi sasa tunazungumza kuhusiana na usajili, lakini kuna mechi za ligi ambazo zimepigwa weekend hii jamani, sivyo? Ndio. Mechi ya tuanze na ipi? Tuanzie Dodoma. Pilao la moto. Amna, tuanze nyuma tunakuja jana. Ndio. Tuanze na Yanga. Uzuri wake tumeanza na Pilao la moto kwanza la usajili. Ilikuwa Pilao la moto kweli kweli. Kiporo sasa kisha chacha. Okay, sawa. Tuanze mechi na siku 3 jamaa. Tuanze huku kwa alamiwa. Mchezo mzuri. Sawa, umeona mechi ilikuwa ndogo ile. Big mechi. Sawa, bwana Alex Ngai tumemsikia hapa ndio ametoa statement ya kwamba wao bado wapo kwenye mbio za ubingwa vile vile. Hawajakata tamaa na safari zao za kuwania Champions, ndivyo? Lakini kile ambacho tumekishuhudia kwenye mechi dhidi ya Mtibwa ni sare ya bao 1-1, na Mtibwa wamefanikiwa kufunga bao dhidi ya Young Africans. Kwa muda mrefu Young Africans hawajafunga bao, ndivyo? Yes. Kwa hiyo wamefungwa magoli mawili katika michezo 14. Kwa mchezo wa 15 wameconcede goal ambalo sio tu goli, yani ni goli ambalo limetoa alama 2 kwa Yanga kujisementi vizuri pale kwenye msimamo wa ligi. Lakini sio tu hivyo, zile ni dakika ambazo timu kubwa ndo huwa zinapata magoli. Alafu tu sio hivyo, yani sisemi kilichotokea ambacho kinalalamikiwa na Yanga. Mimi namsifu aliyepiga makusudio yake. Yule jamaa ambaye anaonekana alimchezea sijui vibaya inavyosemekana. Sio mimi. Ila sio. Tutatazama kwenye screen. Lakini mimi kwangu nasimama na yule mchezaji anayeonekana ndo alicheza vibaya. Kwanza kuwa na akili ya kwenda kumsumbua kipa kama yule ambaye ukimwacha huru mpira ataudaka. Kwa ile akili kwanza ni kubwa. Aliyeona yale mapungufu kwamba yule kashamziba kipa. Diara ni sio mrefu. Diara ni mfupi. Kwa ukimkalia mbele unamsumbua. Wana kule TXS wako vizuri. Ndio. Wanaweza wakatuwekea clip ile tuone hapa, kwa sababu kinachozungumzwa pia ni namna ambavyo bao la Mtibwa Sugar limepatikana. Kwani ni namna ya kusadikika Justin? Ni namna ya kusadikika au ni kitu ambacho tumekiona? Sawa, kwenye screen hapa tunaonyeshewa kwa wale ambao follow kuiona. Kwa wale ambao yes. Kwa wale kabisa niongoze jamani. Kwa wale ambao wanatutazama kwenye channel ya YouTube nyingine FM watakuwa wanaona kwenye screen kubwa hapa. Sawa vizuri. Na kama tunavyoona mpira wa kona unapigwa namna hiyo. Tunaona view. Atuwekee vizuri. Inakimbia. Sasa unajua hii unajua ni reels, sio kama ile video ambayo hapo.
Yani hii tofauti na ile tena mbele kidogo na ile video nyuma kidogo. Yes, hii ni mtu ndio ambaye ameichukua hii, kwa hiyo hata mtu binafsi kwa hiyo hata quality na nini kuna changamoto za hapa na pale, kwa sababu ni tukio la ni tukio ambalo linaonyesha picha ya nyuma ya mchezo, sivyo? Yes, yule Diara yuko na mchezaji wa Mtibwa pale. Sawa, mchezaji wa Mtibwa yuko mbele, yuko mbele, anamzonga. Diara anaonyesha mikono juu, ndio anamwambia kama vile alikuwa anazungumza hivi, usisogee hapa, sogea hapa. Lazima iwepo kwenye football. Ndio. Tuonyeshe vizuri hapo kama unavyoona namna hiyo, ndio hapo. Diara ananyosha mikono. Mimi naomba muangalie mguu wa huyu mchezaji wa Mtibwa, mguu wake wa kulia. Hapo ni tukio kabla sasa. Bado hajatokea. Hapo ndio katika kukanyaga kwenye pale. Huko chini kama kawaida. Yes. Kuna mtu hapa anakinga jua. Yes. Nani anakinga jua jamani, tunaona huyu. Huyu nani huyu, nyinyi huyu? Toka hapo wewe. Sio asink, huyo ni asink. Wakati huo mbele yuko Yao Kwasi pale. Frank Asink huyu hapa mbele. Kimo cha Yao Kwasi. Kimo cha Yao Kwasi tunakiona vizuri pale. Ni sahihi pake kukaa mbele kwa Diara kwa sababu mzidi. Kwa ufupi wake ni sawa. Alimziba lakini nani Yao Kwasi. Umeelewa point yangu? Unataka akae Bakari Nondo afu Diara kae nyuma. Angalia tunavyokwenda hapo. Ni sawa hiyo maana. Ananyosha mikono, wote ni wafupi asilimia. Huwa unakaa kwenye nguzo. Nature. Sawa. Lakini nguzo mtu mrefu ni rahisi zaidi kwa sababu inategemea tena. Hapa mimi naongelea football for experience. Mafullback huwezi kuweka wakamaki man to man kwa sababu ni wafupi. Huwa wanakaa kwenye nguzo ili kipa uone. Ngoja twende kwenye Bakari Nondo pale. Maana Diara alikuwa sahihi kumweka Yao Kwasi. Tuangalia kona zote za Ulaya. Twende kwenye tukio. Sawa. Mzee Mida ndio ameligandisha hivi mara nyingi namna hii. Mpaka jua watu tunafuata nini huko? Yani hii imezumiwa sana. Mzee wa Mida huyo ndio amegandisha yote kutaka kuona gandisha nini sasa jamani? Sio ndio nataka hili tukio hapa. Kwamba huyu kashiriki wapi? Huyu ni Duki, nyuma huyu na muone. Asiki alikuwa anafanya nini hapa? Unajua moment hiyo. Goli ushaingia. Sasa tuwezi kuona. Sikiliza. Yani kwa tafsiri halisi ilivyokuwa ni kwamba Diara alishughulika na mwili wa yule mchezaji wa Mtibwa. Alimsukuma. Wakati anarudi ndio likaingia. Yani wakati anarudisha mikono kwenda juu ndio wakati mimi nakuuliza swali. Kwa nini Diara alaumu mwamuzi kama ni goli amechezewa madhambi? Diara alikuwa anajitetea pale. Hapana. Kwangu mimi Mzee wa Mida. Hiyo video nayo. Video hapa. Subiri. Angalia kabisa. Afu hiyo video nikaposti Mzee wa Mida. Ukiangalia vizuri kwenye hiyo video wa kwanza kumsukuma. Questions, maswali yako wewe ni yapi hasa kuhusiana na kile ambacho unaona si sahihi kwamba Diara alisukumwa katika tukio hilo? Umeona mimi nimetazama hii video hasa kuirudia. Ngoja tumsikie kwanza Mzee wa Mida aseme hoja yake. Sawa. Hoja yangu mimi, umeona kwenye ile tukio la kona, ndio? Kabla ya kona kupigwa kulikuwa kuna purukushani nyingi pale kati ya kipa na mchezaji wa Mtibwa Sugar. Hiyo ni kawaida kwenye football, ndio? Lakini mpira kipindi ambacho mpigaji wa Mtibwa anachonga ile kona, angalia yule beki ambaye wa Mtibwa Sugar ambaye alikuwa mbele ya Djigui Diarra, mguu wake wa kulia pale chini kama alislide hivi. Baada ya kuslide Diarra akakosa time kwenye kuruka, akaruka kama anadaka panzi hivi, akaslide mpira ukaingia kwenye kamba. Alidondoka si baada ya kuguswa na mguu wa kushoto wa kulia wa ule mchezaji wa Mtibwa Sugar ambaye alikuwa mbele yake, akagusa kwa chini hivi. Kwa hiyo ikatoa balance. Niangalia vizuri hiyo clip. Lakini mimi kwa jinsi ikamuondoa balance ambayo Djigui Diarra timing yake kwenda kucheza ule mpira akawa ameanguka, na ndio maana baada ya tu mpira kuingia Diarra anakwenda kwa maamuzi anamwambia this is foul. Mariam Mshana karibu. Kwa mimi ambapo nimeitazama tena hii video, Diarra hakusukumwa. Si unanielewa? Wakati wanasubiria mpira upigwe wa kona, si unanielewa? Diarra kasimama, yule mchezaji wa Mtibwa alikuwa ni pembeni, si ni mbele, tuseme yani movement za hapo. Kwa Diarra ni kama alikuwa anamsukuma, alipomsukuma yule mchezaji wa Mtibwa ili arudi. Ule mchezaji wa Mtibwa yeye ndo akadondoka, mchezaji wa Mtibwa amekuja nyuma yake, lakini mchezaji wa Mtibwa hakumgusa Diarra wala hakumsukuma Diarra. Ndivyo alivyoongea Mariam, kamaliza kila kitu. Ndivyo tukio ambalo lilivyokuwa. Samahani kidogo. Tukubaliane kutokukubaliana. Diarra ndio alikuwa anamuondoa mchezaji wa Mtibwa kwenye eneo lake. Akitafuta comfortability. Yes. Hiyo ni sawa. Which is haikatazwi. Sawa. Huyu jamaa hajatumia mkono,
hajatumia mguu kabisa kusema labda amdistract Diarra kuwa comfortable. Alichokuwa anakifanya yeye anapeleka kiwiliwili. Diarra akampush aondoke. Thank you. Mpira wakati ana push, yule mpigaji ndo rafiki yangu mimi. Ismail ndo alochapa muda huo. Yes. Kabla Diarra hajarudi kwenye lile eneo kuwa comfortable. Yes. Ila sasa kilichopata Diarra kwa sababu anajifanya, yani si niseme anajifanya kwa sababu ana hiyo exposure. Akatumia ule kwa sababu ile jamaa alivyosukumwa akawa anarudi, akatumia udhaifu wa kujidondosha. Pale ndo akatengeneza contact Diarra. Kipindi na akili tu ya ziada. Yes. Ule jamaa alivyosukumwa alirudi. Ule mguu wake kulia kwa yani sisi hapa Sababu anarudi bila mguu. Kidogo tu kwenye goli ilikuwa lishaingia. Hii Mzamida hii goli mbona mabao kama hayo kidogo tu tuna yani Diarra anashindwa kuepuka kwenye hiko kikombe kwa sababu hata yeye mwenyewe kuipanga safu yake kwenye kuzuia hilo shambulizi la kona. Hata Diarra pia amefanya makosa. Yani lile goli Sizia, lile goli bila kupepesa macho. Diarra hana sehemu yote ya kujitetea. Lile goli ni la kwake kwa sababu alivyokuwa anamsukuma yule mchezaji, alikuwa amewekeza nguvu yake kumsukuma mchezaji, akashindwa kuangalia mpira unavyokuja na umepita juu yake kichwa chake. Kidogo tu. Nakumbuka niliuliza kuhusu Asinki. Mimi Diarra makipa bora. Hata mimi ambaye sio kipa bora ila nawajua makipa bora. Mimi nimewashuhudia wengi kwa umri wangu na experience yangu kwenye mpira. Kabla ya Diarra hajazaliwa, Diarra itakiwa adili na Asinki, adili na yule beki. Sahihi kabisa. Exactly. Itakiwa point mchezaji. Kipa asikumagi mtu. Kabisa. Kipa huwa ananyosha mikono yake hivi. Kuna mabeki wawili ndio huwa wanamtengenezea yeye room ya kuwa huru. Room of defense. Yaani wao tunadili na yule. Yaani wao wanafanya marking. Alafu anadaka nani? Alafu kingine pia kwenye sheria namba 12. Mimi kidogo. Yes, tume. Sheria nambari 12 si ndio ya foul and misconduct. Inasema ya kuwa kuna baadhi ya vipengele kama vinne. Kwanza kumpiga au kujaribu kumpiga mpinzani. Sijui umenielewa? Iko ni kipengele cha kwanza. Cha pili kumrukia mpinzani kwa hatari. Kipengele cha tatu ni kumsukuma mpinzani wako. Alienda kumsukuma mpinzani wake alikuwa ni nani? Diarra. Kwa hiyo anaingia kwenye hiyo room moja kwa moja kwamba yeye pia alicommit. Alafu kingine ni kumshika mpinzani wako. Aliyemshika mpinzani wake alikuwa ni nani? Hakukuwa hakukuwa na mtu ambaye alimshika mwenzie. Diarra alinyoosha mikono juu wakati alimpush kwa kutumia mikono. In fact, kushika kwenye wait for the first time Diarra alinyoosha baada Diarra kushika juu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hivi vipengele hivyo vinne tu nilivyovitaja na kujali pia Diarra ndio anaingia kwenye hiyo room kwamba yeye ndiye alicommit foul. Yes. Hiyo sio uchambuzi kwamba kila mtu ana maiki yake. Hiyo sio drafti, hizo sio karata. Mpira wa miguu ni mchezo wa contact. Si ndio? Mimi nitakuuliza swali moja just in case. Baada ya ule hizo sekunde chache ambazo mpigaji anapiga alafu Djigui Diarra anamsukuma alafu kama vile kuna mgusano chini alafu wanaanguka unasema Diarra ametake advantage. Kwa nini Diarra alimpush huyo jamaa? Yes, cha kwanza. Yes, tiki hiyo. Tunaweza tukasema sio foul. Anajitengenezea mazingira ya kuwa huru. Huyu jamaa amerudi. Mpira unapigwa, yani mpira umsubiri Diarra kae sawa. Kwa penalty. There is no filimbi pale mpira. Tunabidi achome hapa kwamba wakati wanagongana, yani yule anarudi na Diarra anataka kufuata mpira, yani yule angesubiri Diarra awe huru. Diarra mwenye huo babu lile goli, Diarra alikosea kuwapanga watu wake. Asinki alikuwa huru. Ndio alipaswa kumuondoa yule jamaa, sio Diarra. Diarra hatakiwi kufanya maki. Diarra kafanya vile. Ilikuwa ni hivi. Mzee wa Mida anahoji hivi ni kwamba kuna mguu wa chini ambao ulikuwa una mguso moja kwa moja kwa Diarra. Sasa huyu ndege akaewani. Wait, ndo mimi sana namjibu sana Mzee wa Mida. Ipo hivi Mzee wa Mida. Someone who is summoned to kucheza foul, sio? Ni mchezaji ambaye anatakiwa awe nyuma, sio mbele. Jamaa alikuwa salama mbele. Foul haiwezi kuitwa kuwa ni foul kama mchezaji alikuwa mbele. Unaona movement ya kiwiko, unajua kumgusa au vipi? Yule jamaa hajatumia chochote. Unajua concentration ya Diarra goli ni kwa mchezaji, alikuwa kwa nani kwenye mpira, ndio maana akafungwa na mpira pita juu yake. Sababu Diarra mawili matatu yangetokea hayo bwana wewe. Sasa jamani tusikilizane. Baada ya tukio kuweza kutokea pale ndio yakaja matukio mengine yaliyofuata. Sivyo? It's clear kabisa. Nadhani
Diarra itakuwa ni mshtuko kama hatokutana na adhabu ya kamati ya saa 72. Kuna matukio makubwa mawili yametokea, sivyo? Achana na tukio la mwisho lile, lakini kuna lile lingine la kuzuia kadi isitoke pia kwa Djigui Diarra. Yaani mwamuzi alikuwa anaombwa msamaha asitoe kadi. Ndivyo, alafu baada ya hapo ndio lile tukio sasa la kuingia kwenye gari ile kuondoka, ndio hivyo tena. Kuna matukio mawili. Tukio la kuzuiliwa asitoe kadi. Mwamuzi akaacha kutoa. Hiyo sasa hapo watakana kama tulivyoongea siku ile. Hapa mimi na sisi hapa hatuwezi kujua mwamuzi alitumia kigezo gani kwa kukubali amri au kushurutishwa kutoa kadi. Atajadiliwa kwanza yeye. Sahihi kabisa. Kwa sababu yani hiyo Diarra ana adhabu yake ya kwenda kushurutisha, lakini wewe uliyeshurutishwa na haukutoa kadi, wewe pia unao na kosa lako. Kwa wote hao wawili watajadiliwa, tutapewa matokeo. Ila Diarra hayupo kwenye room kwamba wewe ulinikinga mimi kutoa kadi, ndio maana sikutoa. Hiyo yaingia, yeye anaingia kwenda kufanya hiyo vurugu. Sahihi. Alafu Bakari Nondo Mwamnyeto pale alikuwa wapi? Maana ndo nahodha. Nadhani alihusika moja kwa moja kuzuia. Alikuwa alimkataza sana. Alimuondoa Diarra. Lakini Diarra alikuwa mpaka meneja aliingia kwenda kumzuia, yani akawa anapambana na meneja Walter. Baadaye akaingia Engineer Hersi uwanjani. Alifikaje muda ule kwa haraka vile? Ambalo pia ni kosa. Yani makosa yamezaliwa matatu. Bado. Hata kama imeisha. Unajua mechi inaisha baada ya dakika 15, baadaye ndio inaisha mechi. Lakini ndani ya muda huo mwamuzi atakatoa kadi popote pale. Na sheria yani kanuni zinasema huo muda. Yani tukio lolote linaweza katokea. Kwa hiyo Engineer Hersi ameingia kwenye kosa la kuingia ambapo anakataza kwenye kanuni ya 1750 inakataza viongozi kuingia kwenye pitch. Yani kwa vyovyote vile. Kwa nini wao wanaingiaga viongozi wetu? Sasa sijajua kwa nini aliingia. Aliona kabisa sio watu wameshindwa kumanage na Djigui Diarra. Swali langu naye hauna kunusukusa kisha kwenye. Tayari kosa ishafanyika nimekwambia. Kwa nini viongozi wetu wao wanaingia? Baki ni wote. Inawezekana tunaenda kwa wote. Inawezekana. Kutoka hiyo inabidi tuanze upya. Inawezekana hiyo kanuni hawaijui. Hadi kwenye bench. Inawezekana hiyo kanuni imejificha sana hawaijui. Kwa sababu hiyo ishafanyaga mara ya pili. Engineer Hersi nakumbuka, sole kwa kuzungumza hivi, lakini kwa sababu tuko kwenye mic tuweke ukweli ili watu wengine pia wajifunze. Kipindi Yanga wanacheza na Singida Black Stars, ule mchezo wa malalamiko kama mnakumbuka ule, aliingia kwenye pitch anazungumza na wachezaji. Umeelewa? Wa timu pinzani na wengine alikuwa anazungumza nao. Tukasema pale ilikuwa ni kosa, hakustahili kuwepo pale kwa sababu ni kiongozi, na kanuni ya 1750 inasema viongozi wote ambao hawaruhusiwi kuwepo uwanjani hawatakiwi kwa muda wa mchezo. Na muda wa mchezo sio pale filimbi ya mwisho inapopulizwa, kuna dakika zaidi ya 15 pale. Ndio yani uwanja unakabidhiwa kwa mwenyewe. Baada ya dakika 90. Baada ya dakika 90 uwanja unakabidhiwa kwa mwenyewe. Umeelewa? Ndio uwanja unakabidhiwa kwa mwenyewe, lakini yeye aingia mle ndani. Sasa unaweza kujiuliza, je, Engineer Hersi aliona waliopo pale hawezi kumanage Djigui Diarra mpaka ashuke mwenyewe? Umeelewa? Na ile ambayo Mudathir aliendaga kumkumbatia Engineer Hersi baada ya kutoa assist kule kwenye jukwaa na ipo ile. Alipanda mwenyewe sasa nani? Ndio swali langu na ile kushangilia. Celebrate. Una uhakika mchezaji hiyo haina shida. Hairuhusiwi. Mpaka jukwani. Usikurupuke, hairuhusiwi. Uondoka mpaka jukwani kushangilia assist. Mudathir haya kwa Hersi umesahau ile. Hairuhusiwi. Lakini kama ni safe, unajua mimi najua kibaya ni kwa salama, hairuhusiwi kwa mashabiki wa pinzani. Hairuhusiwi hata hairuhusiwi. Sawa, nakubaliana na wewe. Sasa jamani, tukubaliane pia kwamba nidhamu ya Djigui Diarra kwa kipindi cha hivi karibuni nadhani haiko vizuri. Haiko sawa. Na inafika wakati inabidi ambie ukweli kutokana na matukio ambayo yamejitokeza, kwa sababu unaona watu wanasema bwana tuna reference za matukio kadhaa ambayo yamekuwa yakijirudia ya kumzonga mwamuzi. Sivyo? Ndio. Mimi sio amekuwa frustrated kutokana na matokeo hajazoea. Of course hajazoea. Matokeo magumu. Ni wachezaji wa hivyo wapo hivyo. Kina Eric Cantona alikuwa anatiaga mpaka flying kick. Mimi nadhani ni uchungu ambao wanapitia magumu. Ni uchungu ambao wanao na Young Africans, yana na mapenzi ya dhati, DNA hiyo. Kwa hiyo ni miongoni, unajua kitu ambacho unacho damuni, hata kazi
utakuwa unajitoa kwa sasa. Tuzungumzie kazi, sio kwa sababu ya Yanga. Yeah, of course ni kazi. Anapenda kufanikiwa na kuingia na matokeo mkononi. Amna ukija kuangalia Diarra katika mechi zake ambazo kuamini kwamba lazima utashinda tu. Hapana. Unajua ni kwambia ni kitu. Nakumbuka tuliwahi mgusa hapa wiki 3-4 nyuma issue za Baka. Zilikuwa zinajirudia. Baka tukasema ni nini? Ni fatiki inaenda mpaka. Unajua fatiki sio mwili tu hata akili unachoka. Yani kuna decision making inakuwa ndogo. Unakumbuka alifanya delaying akafanya Diarra apigwe tobo na Al Hilal Omdurman. Baada ya kutoa tu mpira uwe kona, akadelay nao akapokonywa, Diarra akapigwa tobo na Al Hilal Omdurman chuma ya pili. Lakini tukio lingine alikuwa tayari amekushazidiwa na Amdun, akamvuta akala nyekundu. Mnakumbuka matukio? Na zilikuwa yani mechi zifuatana mbili. Sababu ilikuwa ni mwaka jana. Kuna mchezo pia wa kirafiki ulichezwa nadhani falme za Kiarabu. Yes, unakumbuka ile tukio pia? Najua. Yes, Kwa hiyo imekuwa hivi sasa. Nadhani pia mtu kama Diarra akiangalia, yeye anaamini anahitaji clean sheets za kutosha kwanza, pili kupata matokeo. Timu imekuwa haitoi matokeo anayotarajia. Tumeona jinsi ambavyo hata anavyokuwa na shout kwa mabeki, jinsi ambavyo anahitaji na nini. Nadhani ni maumivu. Sasa yote hayo yanatokea, lakini kuna statement ya Matthew Silva ambaye ni assistant coach wa Young Africans. Ameandika kuhusiana na matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata kwenye kipindi cha hivi karibuni. Yani sio mpaka walikofikia hapa kwenye ligi. Na still yuko proud na kikosi cha Young Africans kuwa top of the table kwenye ligi kuu soka nchini Tanzania. Akiandika kwamba best attack in the league, akiweka tiki kwamba magoli mengi ya best defend in the league, of course, most wins in the league, aliweka tiki, 0 defeats katika all fixtures na all competition played inside in Tanzania. Akipiga tiki, anaandika step by step, day by day, match by match. Rome wasn't built in a day. Roma haikujengwa kwa siku moja. Anaandika Matthew Silva, huyu ni assistant coach wa Young Africans. Yuko sahihi. So we trust, tunaamini kwenye eneo lipi? Sisi kwa sababu hoja yake hapo yeye ni kwamba kuna kitu kinaandaliwa, kwamba kitakaa sawa. Tuambie wewe sasa, host wetu, unataka tujadili ubora wa Pedro? Kwa sababu mimi unajua kuna muda tuongee football, kuna muda tuseme yale tunafikiria kwenye mafikirio yangu. Kwa jinsi ambavyo Yanga ilijengwa na kila siku hapa mnatuambia, ina maana unaihukumu. Na Bula aliniuliza Ijumaa, unaihukumu Yanga kwa Yanga? Nikamwambia ndio, ni kwa sababu tayari kulikuwa na hiyo project ambayo tuliona inaenda kuwa ya muda mrefu. Lakini mimi binafsi naamini Sizia, na naongea hapa kamera hizi hapa za Mjini FM, project ya Yanga ni ile ya Nabi, ilikuwa na short term plan. Mimi hapa Justin Kesi nasema ilikuwa ni short term plan, wakati Nabi kama angesalia labda angetuonesha picture ya long term plan. So maana yake hii ya sasa ambayo anaizungumzia assistant kwamba hata Roma haikujengwa siku moja, tuamini kabisa kwamba Young Africans wameflop, wamedrop, wako chini. Sisi hiki anachokimaanisha, kwa sababu kujenga ni maana yake umebomoa, umebomoka, ndio unataka kubuild. Nilichomuelewa hiyo statement yake kwa upande wangu mimi kwamba sasa hivi Yanga haina performance nzuri, yani wanapocheza hawako vizuri. Unanielewa? Sawa, sijakataa hayo yote ya kufreshi, ila yeye anavyozungumzia kwamba Yanga haiko sawa, ila wasi attack ionekane kwamba ni mbovu zaidi, wakati ukija kuangalia katika vitu vingine numbers iko vizuri, kwamba ipeni nafasi. Sawa, ipeni nafasi Young Africans, itafika pale mnapoitaka kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma au misimu ya nyuma. Ndio maana akakwambia Roma haikujengwa kwa siku moja. Lakini kuna matukio ama kuna mazingira ya mchezo ambao unaiona kabisa kwamba Young Africans hapa haiko sawa. Mechi ya juzi Young Africans walistahili kushinda magoli yale magoli kweli yalikuwa mawili. Mimi kwangu binafsi tusingeweza kuzungumza sasa hivi hapa kwamba Yanga amefanya vibaya kama ingekuwa imeshinda. Tunazungumza sana kwa sababu imesare, umeelewa? Lakini hebu angalia, labda mimi macho yangu hayakuona vizuri. No, Yanga 11. Yanga sawa, nafasi 11. Yanga walipata nafasi ya walipata goli ambao lilionekana kama offside. Hebu niambie, lilikuwa ni offside, ilikuwa goli halali? Alikuwa offside. Yes. Maana yake ilikuwa goli. Yanga wameenda kulalamikia tukio ambalo halikutakiwa kulalamikiwa zaidi ya goli ambalo wao walistahili kulipata. Sasa hivi Yanga tungekuwa nazungumza Yanga wana pointi 3. Kama goli ile ingeruhusiwa
Usielewa? Kwa Yanga wamedhulumiwa goli ambalo lilikuwa clear. Mimi mzee wa black na white nazungumza, lile lilikuwa goli clear. Ila Yanga tena walizungumza goli. Wanazungumza tukio la kufungwa kwa goli nani? La Mtibwa Sukari. Lakini Yanga wamedhulumiwa kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo goli limefungwa, ni kweli kuna wakati nani Mwanengo alikuwa kwenye offside, lakini kwa sababu movement ya mpira hakuwa offside. Mpira ulipokuwa kwenye movement ile offside, akashtukia karudi, hata speed utaona karudi nyuma, kaangalia mstari mpaka Pakoma anaupata mpira, yuko offside, akatoa assist Mwanengo wakati anakimbilia kwenye offside na beki kasha anamzidi, akafunga goli, akaambia offside. Ile goli ndio Yanga itakiwa walalamikie na sio makosa ya Diarra. Ngoja sisi naomba nilijibu hilo, alafu ataongea kitaalamu maki eneo analiweza zaidi. Jamani, wenzetu wanasema tukio la muendelezo ni wale wenye VAR. Mwamuzi alichukuliwa na kibendera wake baada ya Mwanengo kuwa offside na mpira ulikuwa karibu zaidi ya Mwanengo, lakini Mwanengo hakuwahi, aliokimbilia nani? Pacome Zouzoua. Kwa referee alishapiga filimbi kabla hata Pacome hajagusa. Yes, kwenye tukio la kwanza. Kwa Pacome alifanya uendelee. Filimbi ipigwa mapema. Kwa sababu ule Zimena alimnyosha kibendera Mwanengo. Kwa sisi kwa sababu tumii VAR lile sio goli. Lakini ingekuwa kwa wenzetu clear goli. Wanarejea walete. Maana hapo mwamuzi yuko sahihi, alishaliwa akili na nani na kibendera. Ndio wale wanasema ya pressure. Na wao siku zote usatuambiaga waamuzi wetu wanaendana na sisi ambavyo tunawademand. Justin, mimi hapo mimi nitakuwa na maswali mengi sana kwa mwamuzi. Last time tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mwamuzi lazima akimbilie pamoja na ule mstari. Huyo linesman. Linesman mshika kibendera lazima naye akimbie kuungana mstari wake. Lakini kwenye ule mchezo kuna matukio mengi sana mwamuzi alikuwa anampita mshika kibendera, unakuta anaamua tukio lakini hayupo kwenye position. Mimi nanufaika na kwenye TV, si ndio? Namuona yupo kwenye mstari alikuwa amefunga kwa Rezma. Maana yake waamuzi hao wetu wana changamoto kubwa sana hasa kwenye hizi game, na ndio maana kuna watu wanakwenda mbali sana wanazungumza kwamba haya matukio ya waamuzi yanakuja mwamuzi anaamua tukio ambalo baada ya dakika 90 linaigharimu timu ambayo ilikuwa inahitaji alama 3. Hard news updates ndio ambayo inafuata. Sisi tutarejea hapa tuzungumza juu ya mechi nyingine ambayo ilikuwa ni kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya kikosi cha TRA United. Sports Knockout tuko hapa mpaka 8 kamili za mchana.